vyama vya SACCOS, baadhi ya vyama hapa Mbeya vimekula pesa za wanachama wao, na kesi ziko TAKUKURU na zingine ziko kwa mrajisi. Zishughulikie hizo kesi haraka. Haki lazima itendeke. SACCOS hizo zote lazima zifanyiwe kazi. Tusiendelee kuumiza wanachama. Kama kuna watu wanatakiwa wapelekwe mahakamani, wapelekwe mahakamani mara moja. Kama hawastahili kwenda mahakamani, basi hizo fedha zirudishwe ili wahusika waweze kupata fedha zao. Mwanjelo SACCOS ina hali tete. Watu wamegawana fedha, wametembea. Sisi tumeelewana. Lakini pia kuna SACCOS nyingine, sijui Mwalimu SACCOS sijui nini. SACCOS hizo zote lazima zifanyiwe kazi. Tunawaumiza wanachama wetu wasijiunge kwenye SACCOS. Tunakutana hapa, lazima tufanye tathmini. Mkutano ujao tusikutane tena kujadili changamoto ya SACCOS. Zote ziwe zinafanya vizuri. Kwa hiyo niombe kwamba wenzetu wa TAKUKURU, fuatilieni hili jambo liweze kukamilika haraka, wananchi wapate haki yao, kushirikiana na mrajisi msaidizi wa mkoa. Sasa hivi tayari tumeshatoa tangazo la serikali. Kuna baadhi ya vyama ambavyo vilikuwa vinashindwa kulipa kwa wakati, kuna baadhi ya vyama ambavyo vilikuwa vina changamoto za kiusimamizi. Kwa hiyo hatua zimechukuliwa na sasa tumeweka bodi mpya. Kuna vyama vya mazao, lakini kuna SACCOS, kuna vyama vikuu. Vipo kategori tofauti tofauti ambavyo tumechukua hatua. Na tunaendelea. Si kwamba kwa hawa tu, hapana. Sasa hivi hata sheria ambayo tumebadilisha inaendelea kutoa nguvu kubwa kwa mrajisi kuweza kuchukua hatua. Na kwa mfano sasa hivi SACCOS zinasimamiwa pia na sheria ya huduma ndogo za fedha, ambayo ni sheria ambayo imempa mamlaka Benki Kuu ya Tanzania kuhakikisha tunaimarisha. Kwa hiyo zamani ilikuwa ni ngumu hata kwa watendaji wakuu kuchukuliwa hatua. Sasa hivi mtendaji mkuu kwa mujibu wa sheria ya huduma ndogo za fedha, mrajisi ana uwezo kumuondoa kwenye nafasi yake na akamweka mtu mwingine. Inapotokea changamoto yoyote kama hizo umezungumza, ubadhilifu pamoja na changamoto zingine labda za kukiuka kwa maadili, tunaamini kabisa kwamba hii ni mmoja kati ya njia bora ambayo itasaidia sasa katika nini, katika kuwekana kwenye mistari. Sawa, kuweka kwenye mistari ili kusudi kila mtu aweze kujua jukumu lake ni lipi. Lakini pale ambapo tutajiridhisha kabisa kwamba kweli kuna changamoto imejitokeza, basi mamlaka mbalimbali kila mmoja kwa nafasi yake watachukua hatua. Lakini wenye mali kwenye ushirika ni wanaushirika wenyewe, na wana wajibu wa kulinda mali zao wenyewe. Sasa kwenye kulinda mali hizo za wanaushirika, sehemu kubwa ni lazima wachague watu ambao ni waadilifu. Wakikosea kuchagua watu ambao sio waadilifu, ndo migogoro hiyo inaanza. Tunachotamani kuona kwenye ushirika, mali za wanaushirika zikilindwa, lakini mlinzi wa kwanza wa mali za wanaushirika ni mwanachama mwenyewe. Jukwaa la ushirika la mkoa linatusaidia kama vyama vya ushirika kwa pamoja kutukumbusha majukumu yetu, ikiwemo pia kukumbushana zile kazi zote ambazo tunatakiwa kuzifanya, lakini pia kukutana kwa pamoja pia inatusaidia kupata uzoefu wa mambo mengine, lakini tunakuja kupata elimu pia ya mambo ambayo tunakuwa mengine ukute hatukuwa tunayafahamu. Na ukizingatia kwenye nafasi hizi unakuwa saa nyingine ulikuwa mwana labda kiongozi, lakini kwa muda mwingine uchaguzi ukaja tena labda kwa viongozi wengine. Kwa hiyo linatusaidia kuendelea kujifunza zaidi na zaidi kuhusu ushirika na kuendelea kujua zaidi kuhusu ushirika.